Demokrasia ya Kongo. Je, maisha yamebadilika vipi? Mwezi Januari mwaka 2025, kundi la waasi la M23 liliuteka na kuudhibiti mji wa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo ilitangulizwa na mapigano makali kati ya vikosi vya jeshi la nchi hiyo vikisaidiwa na makundi ya wapiganaji yanayounga mkono FARDC dhidi ya wapiganaji wa kundi la M23. Na tangu hapo mji wa Goma umekuwa chini ya usimamizi wa kundi hilo kwa mwaka mzima. Katika muda wa mwaka huo, kundi hilo limefanikiwa kuteka miji kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini, ikiwemo miji ya Bukavu, na hivi majuzi zaidi waliingia Uvira japo kwa siku kadhaa. Siku chache zilizopita wanajeshi wa taifa hilo FARDC waliingia mjini Uvira na kudhibiti mji huo baada ya M23 kuondoka kutokana na kile walichokitaja kuwa shinikizo la kimataifa kwao kuheshimu mkataba wa amani. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, maisha yamebadilika pakubwa, huku huduma muhimu kama vile benki zikiendelea kutokuwepo. Hali ya usalama katika baadhi ya maeneo pia imezidi kuwa mbaya. Baadhi ya watu bado ni wakimbizi wa ndani, japo kundi hilo limewataka wote kurejea makwao kwa kuwa usalama wao umehakikishwa. Katika mwaka mmoja uliopita, Goma imekuwa makao makuu ya kundi kuu la Congo River Alliance linaloongozwa na Corneille Nangaa. Makundi ya kijamii yameripoti kwamba kumekuwa na uhamisho wa lazima wa raia kutoka maeneo yanayozingira mji huo, huku baadhi wakilalamika kwamba M23 imekuwa ikilenga miji inayodaiwa kuwa na makundi yanayoipinga. Aidha, kwa sasa kuna makubaliano ya kusitisha vita yaliyotiwa saini mjini Doha, Katari, kati ya M23 na serikali kuu ya Kinshasa, na vilevile makubaliano ya amani kati ya Rwanda na DRC yaliyotiwa saini Washington DC huko Marekani. Hata hivyo, DRC imeilaumu Rwanda kwa kuendelea kufadhili M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha vikali. Hebu tupate kauli ya mkazi mmoja wa Goma kuhusu hali ilivyo kwa sasa. Wazazi ambao wanatafuta hizo pesa za kulipa makuta ya masomo wanaendelea kusema kama hawapati kwa utaratibu, maana wanasema kazi hazipatikane ndani ya mji wetu mbalimbali. Kwa hiyo kulipa pesa za masomo inakuwa kugumu. Kwa hali ya sasa, tungeomba wakuu viongozi ambao wanapatikana ndani ya jimbo letu la Kivu. Na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Godwin Gonde anajiunga nasi mubashara kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Gonde, kipi kilichobadilika mashariki mwa DRC katika mwaka huu mmoja ambao M23 imekuwa ikidhibiti miji mikuu ya majimbo haya mawili? Kikubwa kilichobadilika ni uongozi wao kuweza kutawala eneo hilo na kuiondosha kabisa serikali ya Kongo pamoja na jeshi lake. Lakini bado madhila ya mwanadamu yamekuwa ni makubwa katika eneo hilo. Mathalani tunaona kwamba mifumo ile rasmi ya utendaji kazi kama vile mabenki ambavyo mmeeleza hapo awali, utendaji kazi wa huduma za afya na nyinginezo zimekuwa ni kubwa. Kwa hiyo ni mapigano yamekuwa yakitokea na kukatika, lakini bado maisha yamekuwa ni magumu na yanakosesha matumaini ya amani kurejelea katika eneo hilo. Na Mgonde, vikosi vya serikali vimerejea Uvira kwa sasa, mwezi mmoja tangu M23 kuuteka mji huo. Hii ina maana gani kwa uwepo wa serikali mashariki mwa Kongo? Tunaona kama vikosi vya serikali vimerudi baada ya waasi kujiondoa, na si ushindi kwao, bali walau kuna nguvu kutoka nje au shinikizo, ambapo katika yale makubaliano ambayo yaliingiwa, walau waasi wameona ipo haja ya kuweza kutekeleza baadhi ya vipengele. Lakini nadhani vile vile serikali inayo jukumu la kuangalia ni namna gani ambayo itaweza kurudisha imani, itaweza kurudisha uwezo wake wa kuweza kuwajengea matumaini askari, lakini pamoja na wananchi kuamini kwamba serikali iko eneo hilo kwa ajili yao. Gonde, kumekuwa na mikutano kadhaa ya kujaribu kuleta amani, ili wahusika wakuu wanalalamika kwamba mikataba hii inavunjwa mara kwa mara kwa sababu ya mashambulizi yanayoendelea huko mashariki mwa Kongo. Hii inatoa taswira gani, na je, ina ukweli?
Ukweli upo kwa sababu makubaliano ambayo yanafanyika mara nyingi yanakuwa si shirikishi. Unakuta viongozi wa makundi haya au viongozi wa nchi husika wao wanaweza kupewa mbinyo, lakini askari wa chini kwa namna moja au nyingine wao hawashirikishwi au nakuta wanakuwa na mtazamo tofauti. Kwa hiyo nakuta yale ambayo yamekubaliwa yanafanyika kwa kipindi hiki, lakini baadaye wanapoona kwamba nia ile ya pamoja kama ilikuwa ni kusonga mbele, baadaye inageuzwa, basi baadhi ya vikundi vinajitenga na kuweza kufanya mashambulizi kinyume na utaratibu ambao ungeweza kufanywa kwa pamoja. Gonde, mpaka sasa M23 inaendelea kudhibiti mashariki mwa Kongo. Hii inaathiri vipi huduma muhimu kama vile usafiri wa ndege, benki na kadhalika? Wanaoathirika moja kwa moja ni wananchi wa maeneo hayo, kwa sababu kama serikali ya Kinshasa imekosa udhibiti wa eneo hilo, manake watu wanaiangalia sasa waasi wawape huduma zile ambazo serikali ilikuwa ikizitoa hapo kabla. Sasa ili eneo limekuwa ni eneo ambalo limekuwa likipitia changamoto nyingi, na kuwepo kwa waasi katika eneo hilo manake kunaendeleza ugumu wa kupata zile huduma za kiutu. Tunaona kwamba wananchi inabidi waende kwenye miji mingine ya karibu kuweza kupata huduma za kifedha au kutumia huduma za mtandao wa simu ili kupata transactions za kila siku, jambo ambalo linawaumiza wao moja kwa moja. Kwa hiyo ipo haja ya kuangalia namna gani ambapo wananchi wa maeneo haya wanaweza kusaidiwa na jamii ya kimataifa, lakini vile vile na makubaliano ya mikataba ambayo imeingiwa. Kwa kifupi, Gonde, unadhani serikali ya Kinshasa inafaa kuchukua hatua gani sasa ili kudhibiti tena maeneo hayo ambayo yako katika mikono ya M23? Nadhani kwanza inatakiwa kuacha kutoa lawama kila siku kwa Rwanda kwamba Rwanda imekuwa ikifanya hivyo, kwa sababu imekuwa ni lawama ambazo watu wamezizoea. Lakini ipo haja sasa ya kuangalia ni namna gani inaweza ikarejesha matumaini kwa watu hao, kama ni kujaribu walau kwa kidogo kidogo kuwapatia maendeleo kama vile huduma za afya, huduma za maji, walau kuonesha kwamba wanaweza kulifanya. Hilo ni jambo la msingi, lakini vile vile na wao kuangalia makubaliano ya amani ambayo wameingia pamoja na waasi, ni vipengele gani muhimu ambavyo wanaweza kuvifanya ili kuwafanya waasi waamini kwamba nao wana nia njema ya kutafuta amani. Shukran sana Godwin Gonde, tukisema naye mchambuzi huyo kutoka studio zetu Dar es Salaam. Mahojiano hayo ndiyo yanayohitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema utawala wake unachunguza kila kitu baada ya mauaji ya muuguzi Alex Pretty mwenye umri wa miaka 37 aliyeuawa na maafisa wa uhamiaji huko Minneapolis siku ya Jumamosi. Trump pia anasema atawaondoa maafisa wa uhamiaji almaarufu kama ICE katika eneo hilo. Maandamano yameendelea Minneapolis na miji mingine ya Marekani, huku gavana wa Minnesota Tim Walz akionya kwamba Marekani imefikia hatua ya mabadiliko. Tukio hilo, ufyatuaji wa risasi wa pili uliosababisha kifo, ulifanywa na mawakala wa uhamiaji wa Marekani kwa raia wa Marekani katika wiki za hivi karibuni, umepingwa vikali. Hata hivyo, idara hiyo imemtetea afisa huyo aliyempiga risasi Pretty. Waziri wa usalama wa ndani Chris Noem anasema Pretty alipigwa risasi kwa sababu alikuwa akitaka kutoa bunduki. Mtu mmoja aliwakaribia maafisa wa kushika doria katika mpaka wa Marekani akiwa amebeba bunduki. Maafisa walijaribu kumpokonya silaha mtu huyo, lakini mshukiwa mwenye silaha alijibu kwa ukali, akihofia maisha yake na maisha ya maafisa wenzake. Afisa mmoja alifyatua risasi akijaribu kujilinda. Wenyeji wanasema bunduki hiyo ilisajiliwa kisheria na kwamba Pretty alipigwa risasi baada ya bunduki hiyo kuondolewa. Marais wawili wa zamani wa chama cha Democrats wamezungumzia swala hilo. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amesema ufyatuaji risasi huo ni jambo la kutilia manani na akaushtumu utawala wa Rais Trump kwa kutoa maelezo ambayo ushahidi wa video ulionekana kupingana nao. Naye Bill Clinton ameelezea matukio hayo kama matukio mabaya ambayo hakuwahi kufikiria yangetokea Marekani na kuwasihi raia kusimama pamoja na kuzungumzia haki zao. Idadi inayoongezeka ya wanasiasa kutoka chama cha Rais Trump cha Republican pia wanajiunga na wito huo. Mwandishi wa BBC Tom Bettman anaangazia mengi akiwa Minneapolis katika taarifa inayowasilishwa na Peter Mwangangi. Tukutahadharishe tu kwamba baadhi ya matukio katika ripoti hii ni ya kusikitisha. Nina swali kwenu nyote. Mnataka kuwa upande gani?
Upande wa serikali yenye nguvu kubwa ambayo inaweza kuua, kujeruhi, kutishia na kuwateka nyara raia wake mitaani, au upande wa muuguzi katika hospitali ya VA aliyefariki akishuhudia matukio ya serikali kama hii? Lakini mtu ambaye sasa anajulikana mitaani kwa kuunga mkono kampeni ya Trump ya kuwafukuza wahamiaji aliendelea kuunga mkono hatua hiyo. Ningewasihi watu wote, iwe wanaharakati, waandamanaji au mtu mwingine yeyote anayeona ni busara, kwenda kwenye eneo la utekelezaji wa sheria ili kuvuruga, awache kufanya hivyo mara moja. Video kadhaa zinaonyesha matukio yaliyopelekea kifo cha Preti. Alisukumwa, kupuliziwa pilipili na kuangushwa chini, kisha maafisa walionekana kumpokonya bunduki ambayo polisi wanasema alikuwa na kibali cha kuibeba kabla ya maafisa wa uhamiaji kumpiga risasi mara kadhaa. Alex Preti alikuwa na umri wa miaka 37, muuguzi wa wagonjwa mahututi aliyewatibu wanajeshi waliostaafu. Familia yake inasema maelezo yaliyotolewa na utawala kumhusu si ya kweli. Alijali watu sana na alikasirika sana na kile kilichokuwa kikiendelea Minneapolis na kote Marekani. Wito wa haki hapa unakinzana na hatua za utawala wa Trump ambao unashutumu jiji kwa kuchochea uasi. Migawanyiko inaonekana wazi, huku Minneapolis ikiomboleza tena. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Luo TV Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, uchunguzi unaonyesha kuwa Urusi inatumia orodha ya Interpol ya watu wanaotafutwa zaidi duniani kuwalenga wakosoaji wake wanaoishi ng'ambo. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Kundi kuu la upinzani nchini Sudan Kusini kwa jina Sudan People's Liberation Movement in Opposition, SPLMIO, linasema vikosi vyake vinatarajia kufika mji mkuu wa Juba kufikia mwishoni mwa mwezi Februari, huku mapigano yakihofiwa kuongezeka katika jimbo la mashariki la Jonglei katika siku zijazo. Jeshi la Sudan Kusini hata hivyo limepuuzilia mbali tishio hilo, likisema upinzani hauna uwezo wa kushambulia mji mkuu. Wakati hayo yakijiri, hali ya wasiwasi inazidi kutanda nchini humo baada ya jeshi kutoa muda wa saa 48 pekee
kwa raia, mashirika ya misaada na wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa kuondoka katika maeneo yanayodhibitiwa na wapinzani kwenye jimbo la Jonglei. Amri hiyo inakuja huku jeshi likijiandaa kwa operesheni inayolenga kusambaratisha uasi mashariki mwa nchi hiyo ambao serikali inasema unatishia mji mkuu Juba. Mgogoro huu ni mwendelezo tu wa mivutano ya kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa zamani Riek Machar ambayo imekosesha nchi hiyo utulivu tangu mwaka 2013. Jeshi limeonya kuwa yeyote atakayepatikana karibu na kambi za wapinzani wa SPLO-IO baada ya muda huo kupita atahesabiwa kama shabaha ya kijeshi. Umoja wa Mataifa umeelezea hofu kufuatia ripoti za viongozi wa kijeshi kuwalenga raia, huku takriban watu 180,000 wakiripotiwa kutoroka makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Tugeuke taarifa nyingine. Faili za polisi wa kimataifa Interpol zilizotolewa kwa kitengo cha BBCI zimeonyesha kuwa Urusi inavunja sheria za shirika la kimataifa wakati wa kutuma maombi ya kuwakamata watu ng'ambo, hali inayofanya maisha kuwa magumu na hatari kwa watu wanaosubiri kesi zao kubatilishwa. Mfanyikazi wa Interpol aliyefichua pia ametoa faili zinazoonyesha kuwa sheria kali zilizowekwa dhidi ya Urusi baada ya taifa hilo kuvamia Ukraine zimelegezwa. Agnes Penda anawasilisha taarifa ya Natasha Pitch. Unapowekwa kwenye orodha ya wanaotafutwa na Interpol, maisha yako hubadilika kabisa. Kwa miaka miwili, Igor Pestrokov, mfanyabiashara wa Urusi, alikuwa katika orodha ya watu waliokuwa wakisakwa na polisi wa kimataifa Interpol. Kwa wakati mmoja, akiwa mshikadau mkuu katika biashara madini ya adimu Urusi, Igor alikataa ombi la kusambazia soko la Urusi madini hayo wakati kabla ya vita vya Ukraine. Nilipinga uamuzi huo. Kuuza kwa bei ya chini kabisa kwa yoyote ambaye wizara ingesema nimuuzie halikuwa tu jambo la biashara, ilikuwa pia ni jambo la maadili. Kampuni ya Igor ilichukuliwa na serikali na akachunguzwa kwa madai ya ulaghai. Alikimbilia Ufaransa ambako aligundua kuwa Moscow ilikuwa imemweka katika orodha ya wanaotafutwa na polisi wa kimataifa Interpol. Bila shaka, akaunti za benki zimefungwa, kila kitu kinafungwa. Wanaweza kusimamisha wakati wowote ule, wakiulizia stakabadhi na basi wanakufunga jela. Hatufanyi kazi ili tupate pesa. Si kazi tu, ni mwito. Kwa muda mrefu, Interpol imekashifiwa kutumika na viongozi wa kiimla wanaotumia mifumo yao kuwatafuta wapinzani wao. Our top stories. Reports of explosions in the Ukrainian capital as Vladimir Putin announces a special military operation in Ukraine. Baada ya Urusi kuvamia Ukraine, Interpol ilisema kuwa itachunguza zaidi maombi kutoka Urusi. Licha juhudi hizo, stakabadhi zilizovuja naonyesha kuwa Interpol walipitisha 90% ya matakwa ya Urusi mwaka 2014. Pia zinaonyesha kwamba Interpol walijua kulikuwa na tatizo na Urusi. Ripoti za ndani zikionyesha wasiwasi kuhusu Urusi kutumia vibaya Interpol, wakisema kuwa kulikuwa na uvunjaji wa sheria zao. BBCI ikifanya kazi na Disclose, chumba cha habari cha uchunguzi nchini Ufaransa, ilipokea maelfu ya stakabadhi zilizovuja kutoka kwa mtu aliyeko ndani ya Interpol. Zinasema kuwa Urusi ndilo taifa na lilalamikiwa zaidi katika matumizi mabaya ya orodha ya watu wanaotafutwa na Interpol. Tumebadilisha sauti yake ili asitambulike. Nimekuwa nikifanya kazi na Interpol kwa muda sasa, sitasema wapi. Wanadai kuwa wazi, lakini hilo si kweli. Kila kitu kinafichwa na kufahamishwa kwa wachache tu, ambayo si sawa, kwani inaleta shida. Mfanyikazi huyo ametuambia kuwa kuna ushahidi kuwa Interpol imelegeza baadhi ya sheria zake dhidi ya Urusi. Ila madai hayo ya Urusi kutumia vibaya Interpol hayajamshangaza Igor. Mwaka 2024, baada ya karibu miaka miwili ya kuwa katika orodha wanaotafutwa, Interpol iliondoa jina lake na kufutilia mbali madai dhidi yake na kusema kuwa yalikuwa ya kisiasa. Interpol imekanusha matokeo ya uchunguzi wetu, wakisema kuwa wana jukumu la kikatiba la kutoegemea upande mmoja na wamekuwa wakiweka sheria zinazohitajika kuzuia kutumika vibaya kwa mifumo yake. Walisema hawataweza kusema wazi iwapo vizuizi vyovyote dhidi ya Urusi vimeondolewa. Ingawaje ameshaondolewa katika orodha ya wanaotafutwa, Igor anasema kuwekwa katika orodha hiyo kumeathiri maisha yake. Ni heri kutoishi na watoto wa mafamilia kwa sababu wanaweza kukuvamia nyumbani kwako wakati wowote ule. Maisha yako ni kama ya panya anayewindwa.
Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, bei ya dhahabu imepanda kwa kiwango kikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kote duniani. Hii inaletwa na nini? Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa bei ya dhahabu imepanda kwa kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa, ikifikia dola 5,100 kwa aunsi moja tu, kumaanisha gramu 28 za dhahabu zinagharimu shilingi za Kenya 650,000 au takriban milioni 13 za Tanzania au milioni 18 za Uganda. Ongezeko hili linatokana na wawekezaji kutafuta njia salama ya kuhifadhi fedha zao, huku kukiwa na wasiwasi wa kiuchumi unaotokana na mambo kama vile tishio la kodi mpya za Marekani. Madini mengine pia yamepanda bei kwa kiasi kikubwa. Madini ya fedha au silver yalifikia rekodi ya dola 100 kwa aunsi moja wiki iliyopita, na platinum pia ikavunja rekodi. Ili kufahamu kwa kina kuhusu sababu zinazopelekea ongezeko hilo la bei, huyu hapa Shanti Kellerman, ni mwekezaji katika kampuni ya Seven Investment Management. Bei ya dhahabu inaongozwa na benki kuu kuinunua kwa ajili ya akiba zao. Kuna wawekezaji wa rejareja wanaohusika, na kisha kuna hali ya fedha, wasiwasi wa kiuchumi duniani. Fedha ina mahitaji makubwa zaidi kwa sababu inatumika sana katika shughuli za viwandani. Kwa hiyo nadhani haya ni madini na rasilimali adimu, yani hayapatikani kwa wingi duniani. Kwa hivyo habari zinapozidi kuvuma na bei kuanza kupanda, watu wengi hutaka kununua, jambo ambalo huzidisha kasi ya kupanda kwa bei. Nadhani taswira hiyo itaendelea kwa kipindi cha hivi karibuni. Tuende kwa taarifa ambayo itakuacha labda na maswali mengi kuliko majibu yenyewe ya maswali hayo ya Octopus. Shirika moja la msaada kwa wanyamapori nchini Uingereza limetangaza mwaka 2025 kama mwaka wa pweza anayechanua, baada ya idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa ya wanyama hao kuonekana kwenye pwani ya kusini magharibi. Idadi yao hupungua au kuongezeka mara kwa mara, lakini shirika la Wildlife Trust linasema idadi kubwa zaidi ya wanyama wenye miguu 8 kuwahi kuonekana tangu miaka ya 50 ilirekodiwa. Hii hapa taarifa ya Jenny Kuma ikiwasilishwa na Nasteha Mohamed.
Pweza hawa ni nadra kuonekana baharini au katika ziwa nchini Uingereza, lakini mwaka huu wameingia kwenye njia bahari ya English kutokana na hali joto isiyo ya kawaida. Wanafahamika sana kwa akili ya uwerevu na mapenzi yao ya kula samaki gamba. Tazama kwa karibu na unaweza kuona makucha ya kamba katika mshiko wake. Njaa hiyo ni habari mbaya kwa wanabiashara wengi. Tumekuwa na pweza wa kawaida. Hiyo imekuwa tatizo kwetu mwaka huu. Miaka 5 zilizopita hatukuwahi kuona mojawapo ya haya. Leo tunazo labda trei 5 au 6 yao, na zinasababisha uharibifu na uvuvi wa kaa ndani ya nyungu. Familia ya Alan imevua samaki hapa kusini mwa Devon kwa vizazi vitatu. Uvuvi wake umepungua kwa 60% mwaka uliopita. Anaweza sasa kujifaa kifedha na kukimu gharama ya maisha kwa kuwa anauza wanyama wanaowinda na kuwala wanyama wenzao. Je, huu ni mzunguko wa mabadiliko ya tabia nchi au mabadiliko ya hali ya hewa? Na ikiwa ni mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tunashuku kidogo, na maji ya moto ambayo kila mtu anayaona, kutakuwa na siku zijazo kwa uvuvi wa kaa. Je, kaa anasonga kaskazini hadi kwenye maji baridi zaidi? Kunaweza kukuwa na majira ya baridi kali na tunaweza kuona pweza wakikua. Je, hili ni jambo ambalo tunapaswa kulenga? Je, tunaweza kubadilisha jinsi tunavyofanya kazi? Kwa hivyo, ni nyakati zisizo na uhakika kwa njia yoyote tunayoitizama. Kasha la pweza aliowakamata huletwa hapa Brixham. Yeye ni mmoja wa walio na bahati zaidi. Maeneo